Bwana Yesu asifiwe tena. Wapendwa watumishi wa Bwana, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake katika alfajiri ya leo. Tena ni kwa upendo, neema, fadhili na rehema zake tu kwamba ametupa neema ya kuwepo tena katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa sababu imegharimu damu yake ili tuwe hai, lakini imegharimu damu ya Yesu Kristo ili tuwe salama. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwa kila kitu. Tunajua chochote chema kwetu kwenye maisha yetu ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Basi alfajiri ya leo naomba tena tumshukuru Mungu, alafu tukapate kuendelea pale ambako tuliishia jana. Baba, katika jina takatifu lenye nguvu, uweza na mamlaka la Yesu Mwokozi, ninakushukuru sana Bwana kwa sababu ya pendo lako la pekee. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya neema yako ya ajabu sana ambayo imeendelea kwa juu yetu. Bwana, alfajiri ya leo tunakushukuru sana Bwana kwa kuwa umetulinda na kututunza mikononi mwako. Bwana wangu, umetuweka salama, umetuhifadhi Bwana, katika jina la Yesu. Tumekuja mikononi mwako Bwana, mbele zako, miguuni pako alfajiri ya leo, tukiomba tena Bwana kibali machoni pako Mfalme, tukiomba kwamba Roho Mtakatifu ambaye wewe Bwana unafunua, naomba ukatufunulie kabisa maneno yako tena kwa viwango vya ajabu, kwa namna ya pekee, katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukaseme nasi, naomba ukazungumze nasi, kwa kuwa Mfalme ni kweli kwamba tunakuhitaji wewe na tunahitaji kusikia kutoka kwako ili tukapate kuendelea katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu naomba neema yako na iwe juu ya kila mmoja wetu alfajiri ya leo. Bwana, katika kuzungumza uzungumze nasi Baba, katika kusikia utupe neema ya kusikia na kutekeleza ulichozungumza. Utukufu na sifa ni vya kwako, sio leo tu Bwana, ni tangu milele iliyopita na ile ijayo. Bwana, unastahili sifa na heshima, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Alfajiri ya leo naomba tuendelee tena pale mahali ambako tuliishia jana kwa neema ya Bwana Yesu. Tuliangalia mambo kadhaa na Mungu ametufikisha mahali pa kuona au pa kuelewa kwamba bila kubeba ile nia ya Kristo. Na tumeona kwamba jana tumeangalia tukaona kwamba ile nia ya Kristo, ile nia ya Baba ndani ya Kristo ndiyo iliyompeleka Yesu au iliyompelekea Yesu kukubali mambo yote yale ambayo kwa macho ya damu na nyama ilikuwa ni kupotea, ilikuwa ni kupoteza ramani kabisa, ilikuwa ni kuharibikiwa, ujue, kwa sababu kuacha utukufu, kuacha vitu vyote, kuacha heshima yako yote kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kinakufanya uonekane kwamba wewe ufai, haikuwa rahisi sana katika macho ya kibinadamu. Lakini Yesu alikubali kufanya hivyo, na nilikukumbushe nikakwambia kwamba kilichopelekea Yesu kufanya haya yote, kukubali haya yote, ni ile nia iliyokuwa ndani yake ndiyo iliyomsukuma. Sasa mara nyingi sana watu wengi wanalalamika, mimi bwana hiki kitu bwana kwangu ni kigumu, kwangu ni kigumu. Narudia tena, chochote kigumu kwako ni kwa sababu hakijakuwa sehemu ya moyo wako. Kikikuwa sehemu ya moyo wako, kwa maana kikawa nia yako, kikawa ndio mpango wako, ni dhamira ya moyo, kinawezekana. Hakuna ambacho hakiwezekani kikishakuwa ni nia ya moyo wako, kikishakuwa ni sehemu ya moyo wako, kinawezekana kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni muhimu sana ukaielewa hii vizuri, mpendwa mtumishi wa Bwana, ukaichua vizuri katika jina la Yesu. So acha tuendelee sasa. Tulishia mstari wa 9, tuliusoma A peke yake. Sasa tuendelee B na kuendelea kitu uanze wote tu. Biblia inasema kwa Yesu kukubali yale mambo yote kule juu, kukubali hayo yote ambayo tumekuwa tukiyasoma na tunaendelea kuyasoma, hayo yote aliyokubali hapo juu. Biblia inasema kwa sababu hiyo, yani kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Kuadhimisha manake ni kutukuza, ni kuinua juu, yani ni kufanywa kuwa mkuu. Kuadhimishwa ni kufanywa kuwa mkuu, ni kupewa hadhi ya juu. Biblia inasema Mungu baada ya kuona Yesu amekubali hayo yote, amekubali kila kitu kwa ajili yake, kwa sababu ya kile ambacho kiko ndani yake, yani kwa sababu ya kile ambacho Mungu anataka, Yesu akakikubali kama kilivyo. Biblia inasema hii kitu ilipelekea Mungu akamwadhimisha Kristo. Kwa nini? Hasa amemwamini kabisa, ameona ni mahali anastahili kuadhimishwa. Biblia inasema akamwadhimisha.
Ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Wakati Abraham anaambiwa atoke ndani ya Harani, atoke katika nchi yake na nyumba ya baba yake na jamaa yake na nyumba ya baba yake, anapoambiwa atoke, wanasema kama ukikubali, ni kama anamwambia kama ukikubali kutoka wewe Abraham, kitu cha kwanza mimi nitafanyaje? Nitakubariki. Namba 2 anasema nitalikuza jina lako. Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine au Kiswahili kingine ni kusema nitakuadhimisha, nitakufanya uwe mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali neno la Mungu linazungumza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ukisoma sura 28 utaona yanasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutenda na kutekeleza yale ambayo Bwana amekuamuru, anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote, atakutukuza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote kutenda kile ambacho Mungu anataka, ukifanya kile ambacho Mungu anataka, inaonekanaga kama mtu anapotea. Lakini sio kwamba mtu anapotea, ila anaingia mahali pa macho ya wanadamu kuona amepotea, lakini mahali anakuja kuibukia ni mahali pa ajabu sana. Mtu angemuuliza Yusufu wakati ule, watu waliojua story ya Yusufu kwamba amekataa kulala na mke wa bosi wake Potifa, mke wa Potifa amekataa kulala naye, vijana wa kawaida, watu wa kawaida wangeona huyu jamaa akapoteza fursa, na zaidi sana amepoteza fursa na anaingia jela. So amepotea huyu, lakini kutekeleza kile ambacho Mungu anataka. Wanasema Yusufu akaonekana kama amepotea, lakini ghafla jamaa anakuja kuibukia ikulu, kutoka jela straight to the state house. Yesu asifiwe. Nazungumza na wewe mambo haya. Sikia, mimi nafahamu vizuri sana kwa habari, nina ushuhuda wa mambo haya. So siku moja nitakwambia, niko na ushuhuda mingi ya mambo haya, niko na ushuhuda mwingi kabisa. Haleluya sana. So ninajua, narudia tena, mwanadamu wewe kubali, beba kile ambacho Yesu anataka, beba na wewe. Yaani kile ambacho Yesu anataka na wewe unataka hicho, utaona matokeo yake. Wewe tafuta Mungu. Haleluya. Penda kuishi uweponi mwake. Huwezi kuwa mtu wa kawaida. Haleluya sana. So tazama, iko hivi mara nyingi sana, na hii niseme na vijana walio wengi, hasa wachuoni, mara nyingine hasa wasichana, hata wa kiume pia. Kwa wakati wanafika mahali wanaona kama anatafutwa au anaonyeshwa kuna jimama na anajionyesha kuwa interested naye, naonyesha limekuwa interested naye na huyo kijana. Halafu kijana anaona kwa sababu na hela ili jimama, niyo wenyewe mnaita mishangazi, anaona nilimshangazi hili lina hela, kuliacha ni kupoteza fursa. Nataka nikwambie guy, remember this. Sio kwamba unapoteza fursa, ila unaipoteza nafsi yako. Ndio, unaipoteza nafsi yako. So, angalia kitu kinakuja kutokea. Madhara ya pale mbele ni mabaya. Heri uonekana umepotea, lakini unakuja kuibukia mahali pa heshima ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So, watu wanaona kama wamepoteza fursa. Sio kupoteza fursa. Kwa sababu ya Kristo, kataa ubaya, kataa uovu. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Ukibeba nia ya Kristo, hayo mambo ya uovu hutaona kama ni fursa. Kinachosababisha uone kama ni fursa ni kwa sababu umeacha kile ambacho Yesu anataka, sio unachotaka. Na wewe ukiwa ndio unachotaka ndio yatakuwa maombi yako, na akiwa maombi yako utashangaa hata kiwango cha nguvu ndani yako, nguvu ya Mungu kitaongezeka. Narudia tena, nisikilize mwanadamu, elewe kwamba kama ukiwa kile ambacho Kristo Yesu anataka ndio na wewe unataka, utashangaa hata kiwango cha nguvu ndani yako kinaongezeka. Kile kiwango cha nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako hakitakuwa kama ilivyokuwa, kinaongezeka. Haleluya. Kinaongezeka kile kiwango. Haleluya sana. Kile kiwango kinakuwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu anakuamini, anaanza kuwekeza. Anaona hiyo ni hazina yake, hayo ni makao yake, hicho ni kiwanda chake. Anawekeza malighafi nyingi
Kwa lugha nyingine, unapokubali kile ambacho Kristo Yesu anataka, kile ambacho ndio nia ya moyo wake, unapoibeba nia ya Kristo ndani yako, ama nimeshakuambia nia ya Kristo ni watu warejea kwenye uwepo wa Bwana. Na wewe unapokuwa umebeba hiyo kwamba nataka kuishi uweponi, oh haleluya sana, kile kinachotokea ni kwamba Mungu anakuona, anaona wewe ni supplier wake, kwa anakuwa provider, analeta alafu unafanyaje? Wewe una supply. Nguvu ya Mungu itakuwa kubwa ndani yako. Haleluya, haleluya sana. Hata wangejaribu kushindana na wewe, hawataweza kukushinda, kwa kuwa unatembea. Wewe sio wa kawaida, ni kiwanda cha Mungu na kinalindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona Yesu walijaribu mara kadhaa, sio mara chache, mara nyingi, mara kadha wa kadha, walijaribu kumkamata ili wamuue, lakini wakati wa ukombozi ilikuwa bado. Biblia inasema akapita katikati yao akaenda zake. Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa kilindwa kipekee. Sasa mara nyingine wasichana wanafika mahali wanaona masomo yamekuwa magumu chuoni, na mara nyingi anakuwa yuko kwenye hali mbaya. Bahati na kwa neema ya Mungu, huyo binti ni mrembo kweli kweli, lecturer anavutiwa na yeye, anamfuata binti, anamwambia usijali, mimi nitakufaulisha tu, wala usijali, mimi nitakuwekea tu, wala usijali. Hapa tunatengeneza wasomi feki wengi sana, wanaibukia humo. Tunatengeneza madaktari hovyo, tunatengeneza watu hovyo, wataalamu feki kabisa, maana wamevushwa kwa kupitia mapenzi yasiyo na maana, kwa kupitia Ichabod. Nataka niseme na wewe mwanadamu uelewe, kila kitu ambacho unakipata nje ya utukufu wa Mungu, hicho ni Ichabod. Kuna watu wengi wanamiliki vitu Ichabod. Haikuwa, yani haikupatikana kwenye utukufu wa Mungu, kimepatikana nje, out of the glory of God. Ndio maana yule mke wa Phineas wakati anafariki, mke wa Phineas anasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, utaona pale Biblia inasema alipokuwa anajifungua, lakini kwa sababu alikufa wakati wa kujifungua, anasema katika kufa kwake akasema, akamwita mtoto Ichabod. Ichabod manake ni utukufu umeondoka. Watu wengi wanamiliki vitu Ichabod. Hiyo simu unayomiliki ni kweli ni ya gharama, lakini usimenunuliwa na mume wa mtu wewe, kwani uongo? Hiyo kitu ni Ichabod. Kwani gari unamiliki kweli, lakini nani amekununulia? Hicho ni kima cha uzinzi. Watu wanamiliki vitu Ichabod, hicho ni kima cha uzinzi. Sasa binti unakubali utembee na lecturer ili ufaulishwe, sawa, kwa kuwa unaona ni sawa, lakini nataka nikuambie ya kwamba kinacholeta shida ni kwa sababu hujakubali kuibeba nia ya Kristo. Ukikubali kuibeba nia ya Kristo, utaona hiyo ni dhambi. Watu wengi wanachukulia sio dhambi kwa sababu nia ya Kristo iko ndani yao, inachukuliwa kuwa ni fursa. Wewe profesa kabisa anakutaka, amekwambia atakupa kila kitu mpaka kufaulisha mtihani, kwa unakubali. Amekununulia PC, amekununulia hiki, amekununulia kile, na manguo kibao. Nataka nikuambie, unapaswa kujiuliza swali moja. Ni kitu gani ambacho wewe unadhani umegharamika sana mpaka hapo ulipo? Hii leo hii uamue kumwasi Mungu kwa sababu hiyo. Masomo yamekuwa magumu. Ni heri ufeli unajaa nyumbani ukiwa sio Ichabod kuliko ufaulu ukiwa Ichabod. Huwa ufaulu na cheti unachopata ni Ichabod. Basi unatusaidia sana. Ukibeba nia ya Kristo, haya yote utaona ni dhambi, huwezi kudhubutu. Yesu unatusaidia. Na hii tabia imekuwa nikutana na mabinti wengi sana. Kizungumza na wao wanakuambia ni tabia zipo. Sio unaenda chuoni, toto watu wanageuzwa chombo cha starehe na hao ma lecturer. Anaenda chuoni ili akasome, anageuzwa chombo cha starehe. Haya kwa sababu hana neema ya Mungu, hana nini, anakubali anaona ni sawa tu, ni fursa. Nataka nikwambie, hiyo sio fursa. Hiyo ni kupotea njia. Yesu atusaidie sana. Hiyo ni kupotea njia. Beba nia ya Kristo, uishi kama Kristo anavyotaka, inatosha. Haleluya sana. Sababu nasema kwa sababu ya Yesu kukubali yale yote kabisa, wala hakuja kujitafutia heshima. Biblia inasema kilichotokea, Baba akamwadhimisha mno, sio kidogo mno. Tazama mtu anaitwa Suleiman.
Mungu anampa fursa, anamwambia baba, anamwambia Suleiman, omba chochote unachotaka nami nitakupatia. Kama Mungu, mimi naomba jambo moja kubwa, nipe hekima nijue kuingia na kutoka mbele ya watu wako, namna ya kuwaongoza. Mungu anamwambia, kwa kuwa hukutaka ukuu, kushinda vita na utajiri na mambo kama hayo, wala heshima hukutaka, umetaka hiyo, nataka nikuambie, kabla yako hakuna na baada yako hakuna kama wewe. Utakuwa mtu wa pekee mwenye kila kitu na hekima nimekupa. Yesu asifiwe sana. Hii inasababisha utawala wote wa Suleiman hakukuwa na vita. Kwa nini? Mambo yote Mungu aliwatisha chini ya ile hekima ya Suleiman, akawatisha chini ya hekima ya Suleiman, na amani ikadumu mpaka anapoondoka duniani. Yesu asifiwe. Unapoibeba nia ya Kristo, badala ya kujitakia mali, badala ya kutafuta hivi, ukamtafuta Kristo, hata hivi vingine Biblia haisemi utapewa, no, utazidishiwa. Kuzidishiwa manake ni kupewa na kuwa na cha kusaidia ndugu yako asiye nacho. Kuzidishiwa, uko na ziada, ndio maana yake. Asifiwe Mwokozi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So, wanasema Mungu akamwadhimisha Suleiman alipoomba kukaa na Mungu. Maana hiyo ni kama kuomba kukaa na Mungu. Alipoomba hiyo, tunasema Mungu akamwadhimisha kama mfalme mwenye heshima kuliko wafalme wote kwa habari ya mambo ya duniani, japo baba yake Daudi alibaki kuwa mkuu zaidi. Yesu asifiwe. Hakuna mahali ambako na ule msingi mzuri ulioko na Daudi. Ndio maana waambia, ishi maisha mazuri, ishi maisha matakatifu, kwa sababu hii ni kwa ajili yako na uzao wako baada yako. Kwa sababu ukiishi maisha mabaya, hata uzao wako kule unaurithisha kitu kibaya. Yesu na atusaidie sana. Huenda ukadhani kwamba kwa fursa hiyo, ukaona ni fursa hiyo ya kumkandamiza huyo mtu na kuchukua fedha yake na kufanya hivi na vile, kumnyanyasa, ukaona ni fursa. Lakini nataka nikuambie, it will be back to you and your family. Itakurudia wewe na familia yako. Haitakuacha iende, haitaenda bure, haiendagi, inarudi. So, muhimu sana, una fursa ya ukubwa, una fursa ya ubosi, una fursa ya heshima. Tena yale Mungu anataka, kwa sababu unachofanya kitakutokea puani bro, kitakurudia. Leo hii kweli wewe ni mkuu, leo hii kweli wewe ni mheshimiwa, ni kweli. Hao unaowanyanyasa, hao machozi yao siku moja yatakurudia kama yalivyo. Ndio nilikuambia, unachonga kinyago kwa ajili ya kumtishia mtu, huenda usiku kikakutishia mwenyewe. Kwa kuwa makini, tafuta vitu ambavyo sio hii kabod. Ishi kwenye nia ya Kristo, kaa ndani yake, yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Haleluya. Twende mbele. Anasema Mungu alimwadhimisha mno. Anasema akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kama ni Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwepo majina, akina Che Guevara, walikuwepo akina Hitler, walikuwepo watu wenye majina makubwa, akina Vasco da Gama, walikuwepo hao, walikuwepo akina Karl Peter, walikuwepo watu waliotisha, watu wakubwa wenye majina makubwa duniani. Lakini haya yote yamefeda, haya yamebakia kwenye vitabu. Lakini anasema akapewa jina linalopita majina yote, ambalo jina la pekee, kwamba hilo jina la pekee hata leo hii haliishi tu kwenye vitabu, linaishi kwenye vitabu my bro, na linaishi kwenye mioyo, na si kwenye mioyo, linaishi mpaka midomoni mwa watu, hata kwangu. Haleluya. Ndio hilo jina. Lakini amekirimiwa kwa nini? Baada ya kukubali kubeba nia ya Mungu ndani yake, ambayo ni kuwarudisha watu kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Anakirimiwa jina hili lipitalo kila jina. Na kwa nini? Kwa sababu ya kukubali. Haleluya sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilizeni wapendwa watumishi wa Bwana. Yaani hii ni muhimu sana watu kujua. Alikirimiwa ni baada ya kuwa amekubali hayo yote. Amekubali hayo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. So, alipokubali kumtafutia Mungu utukufu, nini kinatokea? Tunasema akaadhimishwa mno kupita. Akapewa jina linalopita majina yote.
Sasa unapokubali kuishi kwa ajili ya Kristo duniani, unapokubali kuishi kile ambacho Kristo Yesu anataka, anasema hata hiyo utukufu mwingi utakuwa juu yako, na sivyo anasema anaadhimisha. Mungu atakutetea, atadhihirika, ataonekana kila kona. So umegundua kuna watu wanashindana wewe kule ofisini kwako, wanakuloga na unataka uende Tanga ukaloge. Wamekuloga kutokea Sumbawanga na unataka uende Tanga ukaloge. Wamekuloga kutokea Upareni, wanataka uende Usukumani na wewe ukaloge. Wamekuloga kutoka siu Ndengeleko huko na unataka uende siku wa Makua na wewe ukaloge. Nisikiza nikwambia kitu, hata kama wakikuloga kutoka Kongo, si kutoka wapi, uchawi si kutoka wapi, wewe unajua mwenyewe, utajua, haijalishi. Wewe umegundua wanakuloga, nisikilize, beba nia ya Kristo, maana mtu aliyebeba nia ya Kristo hawezi kulogwa kwa namna yoyote. And there is no way, haiwezekani. Mtu amebeba nia ya Kristo anafunikwa na utukufu mkubwa wa Mungu, uchawi hauna nafasi kwake. Rakamando, haleluya, hawezi kulogeka tena, maana huyo mtu amekuwa converted. Sio binadamu wa nyama na damu tu ya kawaida. Ana utofauti ndani yake, amebeba vinasaba vya kimungu ndani yake, hawezi kuwa wa kawaida. Haleluya. Umekuwa kiwanda cha Mungu, unalindwa kama kiwanda. Haleluya. Hata nikupe mfano mmoja. Hakuna binadamu yeyote yule duniani ambaye asingependa kwamba yeye kukipambazuka asubuhi ameketi tu pale, amenyosha miguu yake kwenye sofa hapo sebuleni, ametulia tu, saa 2 hivi kaletewa kamtori, saa 3 na nusu, 4, supu imekuja, nguo zimefuliwa, kila kitu kiko sawa, kinaenda, amenyosha tu miguu hapo. Hakuna binadamu au mwanaume au mwanamke ambaye hapendi hiyo. Hakuna binadamu ambaye hapendi hiyo. Nisikilize nikwambie kitu. Kweli unapenda kuhudumiwa kwa namna hiyo? Hata wewe, hata mimi ningependa hivyo. Nisikilize. Sikia nikwambie. Ni kweli kabisa unapenda hivyo. Lakini sasa mziki uko wapi? Mziki sio kuhudumiwa. Mziki ni kubeba mimba na kwenda leba. Ngoja nikupe mfano mmoja. Zamani utakuta familia wameishi kula vyakula duni kabisa kwa muda mrefu tu, kwa sababu hakuna namna, hakuna chakula. Lakini ghafla mama wa hiyo familia akajifungua, utashangaa amejifungua, unashangaa na kunywa supu. Watoto wanaweza kufikiria kwamba unajua sasa huyo mzee alikuwa na hela lakini aliamua kuificha. Nisikiza, hata kama hakuwa na hela anapambana iwezekanavyo. Kwa nini anapambana iwezekanavyo? Ni kwa sababu huyu mtu amefanya kitu cha ziada, amehatarisha maisha yake ili huyu aitwe baba. Kwa hiyo anapambana iwe iwavyo, ili mradi huyu mtu anapata mahitaji ya msingi ya kurudisha mwili katika hali yake. Kwa nini? Kwa sababu amehatarisha maisha yake kwa sababu yake. Kwa hiyo kinachofanya anywe supu kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote, ni ule uzao, ni ile kuriski, ni kule kubeba mimba. Unataka kunywa supu na wewe beba mimba. Ndio, beba mimba, jifungue. Sasa watu wanataka kuhudumiwa na mbingu, wanataka kuhudumiwa royal, unataka kuhudumiwa kabisa kikuhani, unataka kuhudumiwa namna hiyo. Kubali kubeba yale ya Kristo, kubali kuibeba nia ya Kristo, utahudumiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utahudumiwa, mbingu itashughulikia. Mbingu itashughulikia. Hapo unasema akamwadhimisha, akapewa, akakirimiwa jina lipitalo kila jina. Haleluya sana. Kwa sababu hiyo nataka uelewe jambo hili kwamba kilichopelekea Yesu aadhimishwe hivi sio kitu kingine isipokuwa ni vile ambavyo alikubali kuibeba nia ya Kristo. Anaaibishwa, alikubali kuibeba nia ya Mungu. Anaaibishwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anatukanwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anatemewa mate kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Gongwa misumari mikononi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anagongwa misumari miguuni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kumtafutia Mungu utukufu. Kwa nini Mungu asimuadhimishe?
So huwezi kukubali kupoteza vitu ambavyo unaona kama ni fursa, halafu Mungu akuache kwa ajili yake. Hapana, hiyo kitu hakuna. Narudia tena ndugu zangu, wewe beba tu nia ya Kristo. Yesu anataka uishi ndani ya uwepo wake, ndio maana alikuja msalabani. Na wewe kubali, itafuta sana hiyo kuishi ndani ya uwepo wake, utaona maana mbingu itakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa narudia tena, unatafuta na unatamani kuhudumiwa kweli. Kiangalia mtori wa mzazi hivi naona tamani nasema angesema tu ameshiba na mimi ninywe. Kweli unatamani hivyo. Beba mimba, achana mambo mengi. Beba mimba, achana mambo mengi kabisa. Beba mimba, jifungue. Hiyo itakuja tu automatic, uhitaji kuomba. Ukiona mwanaume ambaye mke wake amejifungua, alafu mpaka aombe kununuliwa supu, aombe kuchinjiwa, ama aombe kununuliwa nyama ya supu, aombe kupewa chakula ni kizuri cha uzazi. Yaani ukiona umejifungua, hata kama ni wewe mama umejifungua, alafu mpaka umuombe mumeo hela ili ndio ule chakula cha uzazi, mpaka umuombe, kuna tatizo hapa. Kama sio kwenye akili, basi huenda wewe mtoto si wake. Ndio. Kama sio kwenye akili wewe mwanaume, basi huenda wewe mtoto si wake. Lakini yeyote ambaye mtoto ni wake na anajua na ana akili timamu, yeye mwenyewe ndiye anayepambana. Hata ukimwambia hiyo hela tutumie kwenye kazi nyingine, anakuambia uzazi unakuja hapa, hatutatumia hiyo hela, inabaki kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anayepanga namna. Kwa nini? Umeriski kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inaomba kamata vizuri. Tusome mstari wa 10 kwa dakika 2 hapa. Tusome mstari wa 10 hapo, tuendelee mbele kidogo. Nasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Haleluya. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Unisamehe hapa niseme hivi. Naomba niseme hivi. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, maana yake ni kusema hivi, Mungu alivyomwadhimisha Kristo, aliamua kuchukua uhitaji wowote wa mwanadamu, wa rohoni na wa mwilini. Wote akachukua mahitaji yake yote ambayo mwanadamu atakuja kuyahitaji. Akayachukua yote, akayafunga pamoja, akayatia ndani ya jina la Yesu. Kwamba if you open through the name of Jesus, you will get your everything there. Hallelujah. Kama ukilitumia jina Yesu, kila kitu chako kimewekwa pale. Wanasema ili kwa jina Yesu kila goti lipigwe, manake ili kwa jina la Yesu tuombe. Kila mtu ataomba kwa jina la Yesu, na ndiye muombezi mkuu. Unisamehe. Ndio, hakuna muombezi mwingine yeyote. Kwa jina la Yesu tu tumepewa tuombe kwa jina hilo, na sio jina jingine. Sio Maria, sio Paulo, sio Petro, sio nani mwingine. Ili kumfikia Mungu Baba, anasema hivi, ni kwa jina la Yesu tu. Na alimwadhimisha akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwamba kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Haleluya. Mfalme Yesu anachomoka hapa na ufalme baada ya kuonekana kama amepotea. Nafikiri Yesu alipozikwa, unadhani shetani alijua sasa kwamba kuna hatua nyingine ya mbele? Shetani alijua amemaliza, alijua imeisha. Jua sasa alikubali mwenyewe ateswe, afanywe, amepotea mazima. Ghafla anashangaa mwanaume anatokea, anamwambia nimekuja kuchukua funguo. Bwana Yesu ulishakufa. Ndio, ile ilikuwa njia ya kuja hapa. Lete. Yesu asifiwe. Mwanaume anapoibuka hivi kutoka kaburini, sio tena yule aliyejulikana, sio yule wa kutembea kwa miguu na kutaka punda. Yesu asifiwe. Ni wa kuonekana tu ghafla, anatokea tu ghafla, maana tayari ametoka kwenye hali, ameingia kwenye hali ya utukufu, ni mfalme tayari. Haleluya sana. Hapo ulipompigia Yesu makofi, anastahili Bwana. Haleluya sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukaombe asubuhi ya leo tena. Sasa tukaombe Mungu. Nikuombe, endelea kuomba matengenezo. Acha Bwana kutengeneze. Acha Bwana kutengeneza. Acha Bwana akufanye vile anavyotaka.
akutengeneze uwe kile ambacho yeye anakitaka na anakifurahia. Asifiwe Mwokozi Yesu. Acha tukapata nafasi ya kuomba. Father, in the name of Jesus, nakushukuru sana Bwana wangu na Baba yangu kwa sababu ya wema wako. Asante Mungu mtakatifu kwa sababu ya pendo lako na fadhili zako. Hallelujah. Jehova, lihimidiwe jina lako takatifu Bwana. Peke yako wewe ni Baba, peke yako ni Mungu. Na ni kweli tunakubali kabisa, hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa wewe. Baba, ninasema asante Bwana katika asubuhi ya leo kwa sababu ya ile neema yako ya pekee ambayo Mungu mtakatifu katika hiyo mfano ameendelea kutulinda. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, ninasema asante kwa pendo lako la pekee, kwa pendo lako la ajabu ambalo wewe Bwana wangu na Baba yangu, katika hilo pendo mfalme tumelindwa na kutunzwa mikononi mwako. Baba yangu na Mungu wangu, ninakutukuza na kukuadhimisha mno kwa kuwa unastahili. Ni kweli na ndivyo ilivyo, unabaki hivyo. Baba, tunaomba neema yako katika asubuhi ya leo tena Bwana, tunaomba kibali ndani yake, tunaomba kibali kwako Mungu mtakatifu, katukubali ye Bwana tena katika alfajiri ya leo mfalme. Tunaomba kutengenezwa, tunaomba kuwa kile ambacho wewe ulikitaka. Mungu mtakatifu, ninaomba sana neema yako Bwana wangu, naomba mkono wako ulio hodari, mkono wako wenye nguvu na uweza na mamlaka, mkono wako wa pekee Bwana, mkono wako ambao haujawahi kushindwa na jambo lolote. Mungu mtakatifu, ninakuomba Bwana wangu na Baba yangu ya kwamba ukawe pamoja nasi tena, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu. Baba, tunaomba neema yako Bwana Mungu mtakatifu Bwana wangu na ionekane juu yetu. Baba, tunaomba kukubalika na kutengenezwa Bwana vile upendavyo. Naomba Bwana Yesu katutengeneze vile upendavyo na vile uonavyo kwamba ni vyema machoni pako Mungu mtakatifu, unavyo kama inakufurahisha na ni faida kwako. Yesu, ndivyo katutengeneze hivyo Bwana wangu, wala bila kujali kwamba inakuaje, lakini Yesu tutengeneze tu hivyo mfalme. Bwana, tuwe kile ambacho unataka Baba, katika jina la Yesu. Ni shauku ya moyo wangu Bwana katika alfajiri ya leo kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukanitengeneze Bwana Yesu, ukanifinyange vile uonavyo kwamba ni vyema, vile uonavyo kwamba inakupendeza, vile ambavyo Bwana wewe inakuwa furaha kwako mfalme. Bwana wangu tutengeneze mfalme utukufu. Ninaomba Bwana kutengenezwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la ajabu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba Bwana wangu kwamba ukatutengeneze Jehova, tutengeneze Bwana vile upendavyo Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu. Bwana, tukawe kile ambacho ulikitaka Mungu mtakatifu Bwana. Baba, tutengeneze kabisa upendavyo, tutengeneze utakavyo katika jina takatifu la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Mfalme wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukadhihirike katikati na ndani yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja machoni pako mbele zako mfalme katika alfajiri ya leo Mungu mtakatifu, nikiomba Bwana tunahitaji matengenezo Bwana. Fanya matengenezo makubwa ndani yangu Bwana kwa namna ya pekee na ya ajabu, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Bwana wangu na Baba yangu, naomba Bwana Yesu kanitengeneze. Bwana Yesu, tengeneza, fanya kitu kipya ndani yangu Bwana Yesu Kristo. Bwana ukatutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia mfalme wa amani. Bwana wangu tutengeneze Bwana mabwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka mwenyewe, kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho ulikidhamiria, kile ambacho Bwana wewe ulikitaka, kwa jina la Yesu. Baba, tutengeneze tuwe hicho Bwana, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana wangu Baba, ninakuomba kwamba Mungu mtakatifu tutengeneze Jehova vile inapendeza kwako, vile unaona ni vyema Bwana, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mtakatifu Bwana wangu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba neema yako Bwana. Roho Mtakatifu tunakusihi Bwana Baba kwamba ukatutengeneze. Mfalme wangu na Baba yangu, nakuomba Bwana wangu ukatutengeneze Bwana, tufinyange upendavyo vile unavyoona kwamba inapendeza kwako, vile ambavyo unaona kwamba ni faida kwako, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana mabwana tutengeneze Mungu mtakatifu, tufinyange Bwana Baba, ukatupe neema mfalme wa utukufu Bwana wangu, kwa kile ambacho wewe ulikitarajia, kwa kile ambacho ulikitaka, kwa kile ambacho Bwana Yesu ulidhamiria. Yesu, hivyo hivyo Bwana ndivyo tuwe Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba
vile ambavyo wewe ulitaka tuwe Bwana, hivyo hivyo ndivyo tuwe Bwana wangu na Baba yangu, wala isiwe na utofauti wowote, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, Baba yangu, Mungu wangu na mfalme wangu, naomba Bwana ukatufanyie matengenezo makubwa mfalme. Bwana, finyanga upendavyo, finyanga utakavyo. Yesu, ukatutengeneze Bwana vile inavyoonekana kuwa ni vyema machoni pako, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana mabwana. Baba, ninaomba sana mkono wako ulio hodari, wenye nguvu na uweza, mamlaka na nguvu na utukufu mwingi. Yesu, nakuomba Bwana ukatutengeneze. Yesu, finyanga Bwana, unda, tengeneza kwa upya Jehova. Bwana wangu, nakuomba Mungu mtakatifu Bwana, kama kuna mahali ambako unaona kwamba moyo wako ufurahishwe Bwana, Yesu, nakuomba Bwana, ondoa hicho kisicho kufurahisha mfalme. Bwana wangu, nahitaji utukuzwe Bwana, nahitaji uonekane Bwana Yesu, ufurahie wakuniweka duniani Bwana, wewe wako ufurahi mfalme wangu. Bwana wangu na Baba yangu, mfalme wangu, nakuomba nahitaji ufurahie wewe Bwana, wakuniweka duniani, wakunipa kuwa hapa duniani Bwana. Yesu, ufurahie. Yesu, moyo wako ushangilie Bwana, katika jina la Yesu. Moyo wako ufurahie kwamba Bwana unajivunia ile kazi uliyoifanya msalabani juu yangu Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana isiwe kawaida. Yesu, nakuomba tafadhali fanya jambo jipya Mungu mtakatifu. Naomba Bwana wangu ukatutengeneze Baba, tupe kuwa furaha ya moyo wako, kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, mama na nguvu zetu Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana, kuomba tafadhali Yesu, tengeneza jambo jipya, umba jambo jipya ndani yetu, umba kitu kipya Bwana, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, ninakuomba ukatutengeneze Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yesu, tengeneza Bwana Baba, ukatuunde upendavyo. Yesu, tuunde upendavyo, utengeneze utakavyo, kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba ukadhihirike Bwana katikati yetu, katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba Bwana ukajionyeshe katikati yetu, mfalme wa amani. Yesu, acha Bwana iwe faida kwako, hata iwe utukufu kwako mfalme. Bwana, kuwepo kwetu duniani wewe ukatukuzwe Bwana mabwana. Yesu, utukuzwe kwa sababu umetuweka duniani. Yesu, moyo wako ushangilie sababu umetuweka duniani. Bwana wangu na Baba yangu, nipe neema Bwana, kama moyo wangu Bwana wangu uishi kwa ajili yako. Nipe kuishi kwa ajili yako Bwana, hatua zangu kwenye kutembea iwe kwa ajili yako mfalme. Bwana, ukatukuze katika hizo. Bwana Mungu mtakatifu, katika kuketi kwangu mfalme, ukatukuzwe katika kuketi huko. Bwana wangu, ukatukuzwe katika kila hatua. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba sana Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana ukatutengeneze. Yesu, finyanga kwa upya. Yesu, tengeneza kwa upya, katika jina lenye thamani kubwa mno la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, kuomba Baba ukatutengeneze mfalme wetu Baba, tufinyange Bwana mabwana. Mungu mwenye mamlaka, ukatie patakatifu Jehova, na kuomba Bwana finyanga jambo jipya, umba jambo jipya ndani yetu Baba, tupe kukupendeza Baba, tupe kukufurahisha wewe, kwa jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, ninaomba neema yako mfalme. Bwana wangu, naomba kuwa furaha ya moyo wako mfalme. Bwana, niwe shangwe ya moyo wako Bwana, nipe kuwa furaha ya moyo wako Bwana wangu. Baba, nakuomba Bwana ukanitengeneze. Yesu, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba, tumekuja hapa alfajiri ya leo Baba, tunakuhitaji wewe, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja kwako nikiomba ya kwamba Bwana wangu tengeneza mfalme. Bwana wangu tutengeneze kabisa Jehova. Bwana mabwana, tupe kwa kile ambacho ulikitaka, tupe kwa kile ambacho ulikikusudia, tupe kwa kile ambacho ni dhamira ya moyo wako mfalme wetu Baba, katika jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba yangu, nakuomba ukatuonekanie. Yesu, tutengeneze Bwana Baba, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani, katika jina takatifu la Yesu Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Nakuomba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba, finyanga, umba jambo jipya, katika jina la Yesu. Tupe kuwa furaha ya moyo wako Bwana, tupe kuwa shangwe ya moyo wako mfalme, katika jina lenye uweza na mamlaka la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba Baba ukadhihirike ndani yetu na katikati yetu Bwana. Yesu, ukajionyeshe ya kwamba uko pamoja nasi. Yesu, ukadhihirike ya kwamba Bwana uko pamoja nasi, hata ukaonekane, hata ikawe dhahiri Bwana. Yesu, naomba ukaonekane, naomba ukajidhihirishe ndani yetu Bwana, katikati yetu mfalme, kwa jina la Yesu. Hata ionekane, hata ijulikane waziwazi ya kwamba uko pamoja nasi
nasi Bwana Mungu mtakatifu, nakuomba Bwana Mungu mwenye mamlaka, Yesu tutengeneze upendavyo, Yesu ukafurahishwa na kuwepo kwetu. Bwana Yesu, naomba Bwana ukatutengeneze mfalme, ukafurahishwa na kuwepo kwetu duniani, katika jina la uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, ninakuomba ukatutengeneze mfalme wa utukufu. Baba, tupe neema ya Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu, Mwokozi mwamba na nguvu zetu mfalme. Bwana wangu, tutengeneze kabisa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tupe neema ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba Bwana wangu, Bwana kiinue kila kizazi cha wakutafutao, kizazi kinachotafuta uso wako, kizazi chenye shauku na wewe, kizazi Bwana chenye kutafuta uso wako, kizazi ambacho wewe Bwana unakihitaji, kizazi ambacho kina haja na wewe, kizazi ambacho kinakuhitaji wewe, kizazi ambacho wewe ndio hitaji lao, katika jina la Yesu. Bwana kiinue, inua wazee, inua vijana, inua baba, inua mama, inua Bwana wakubwa kwa wadogo, inua waliosoma na wasiosoma, wenye hela na wasio na hela. Yesu, inua kizazi hicho cha wakutafutao, watu wenye shauku na wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, Yesu ninaomba neema yako, Yesu ninaomba neema yako. Thank you for the God seekers. Oh my God, ninakushukuru Bwana Mungu wangu na baba yangu, ninakushukuru sana Bwana. Yesu, inua kizazi cha wakutafutao, Baba waonekanie, wako maeneo mbalimbali sasa wakiomba. Yesu, naomba ukadhihirike kwao, dhihirika Bwana, dhihirika mfalme wa utukufu, dhihirika Bwana mabwana, naomba ukadhihirike. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba Naomba Bwana wangu kaonekanie. Yesu nakuomba Bwana, inua, weka shauku ya kutafuta uso wako. Bwana wangu nakuomba baba yangu kwamba ukafanya jambo jipya, fanya kitu kipya katika jina la Yesu. Mungu wangu na baba yangu ninakuomba, baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu. Bwana, kwa ajili ya kanisa lako Yesu Kristo nakuomba, Bwana inua, weka shauku ya kutafuta uso wako, weka shauku ndani yao ya kutafuta uso wako, weka shauku ndani yetu tutafute uso wako Bwana, weka kiu ndani yetu ya kutafuta uso wako Baba, tutafute uso wako kwa nguvu zote Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba mno kwamba mfalme ukatutengeneze Baba, nakuomba Bwana fanya upya katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba sana Baba ukajidhihirishe. Bwana wangu ukadhihirike katikati na ndani yetu. Mfalme wa utukufu nakuomba, Bwana wangu tutengeneze kabisa. Yesu tutengeneze Baba, nakuomba mfalme wa utukufu Bwana ukaunde jambo jipya ndani yetu. Bwana tuwe shangwe moyo wako ukae ndani yetu. Bwana mabwana, ndani yetu ukae na uonekane, udhihirike ndani yetu. Yesu udhihirike Bwana, makao ya mtu watu wakifika hapo, hata kama hawajajua kwamba nani anakaa hapo, hata kama hawajaambiwa, wanaweza tu kuelewa. Yesu nakuomba, Bwana wangu weka, Bwana utukufu wako juu yetu. Yesu ukae ndani yetu Bwana. Yesu tupe neema ya kuishi ndani ya uwepo wako. Tujaze Roho Mtakatifu Bwana, tujaze Roho wako Mtakatifu mfalme. Bwana tukajae, tufurike kwa Roho Mtakatifu. Bwana neema yako ya pekee ikadhihirike ndani yetu mfalme. Bwana tukae ndani ya utukufu wako mfalme. Bwana tukae ndani ya uwepo wako kwa jina la Yesu. Bwana ni shauku yetu ukaa ndani ya uwepo wako, ukaa ndani yako Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi mfalme Bwana, mama na nguvu zetu, ninakuomba mno ya kwamba Jehova dhihirika mwenyewe Bwana, dhihirika mfalme, dhihirika Bwana mabwana Baba, katika jina la Yesu. Naomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na baba yangu, mimi naomba neema yako, mimi naomba mkono wako ulio hodari, mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye uweza ukadhihirike katikati yetu. Baba yangu nakuomba Bwana ukae pamoja nasi. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba Baba ukatutengeneze vile upendavyo Bwana. Yesu nakuomba ukatuonekanie. Lakini Baba kumbuka, Yesu tunakuhitaji wewe. Tujaze Roho Mtakatifu Bwana. Baba tunakuonea shauku, tunakuonea kiu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu tujaze Baba, tujae
kufurika, tukabubujike kwa Roho Mtakatifu. Tunahitaji bubujiko la Roho ndani yetu, Bwana mabwana. Nguvu zako ziwe ndani yetu, udhahiri ule uwe ndani yetu, Bwana Yesu. Ukajidhihirishe, ikawe wazi ndani yetu Bwana. Nguvu zako Bwana zikatembee na sisi kwa namna ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba mno ya kwamba Jehova Mungu mtakatifu, Bwana wangu, ukadhihirike katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Bwana na nguvu zetu, mfalme wa amani, mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana mfalme, Bwana wangu na Baba, ya kwamba Jehova ukaonekane katikati yetu, Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Rakayenda rabo, Yesu ninakuomba ukaonekane Bwana. Yesu nakuomba ukadhihirike Yesu katikati yetu na ndani yetu, Bwana. Roho wako Mtakatifu atujaze Baba, tunataka kuishi humo, tunataka kuishi humo katika Roho, tuishi ndani yake katika jina la Yesu. Bwana ukae ndani yetu katika jina la Yesu. Baba, nawaombea wale wote walio wagonjwa, wana mtu ambaye anasumbuliwa na mapigo ya moyo, kwenda mbio bila sababu, haelewi inakoaje. Yesu nakuomba ukamtokea huyo mtu, gusa kabisa wa moyo wake Bwana. Yesu nakuomba ukaukushe kwa jina la Yesu, ukaondoe hiyo shida tangu leo. Huyu mtumishi wa Mungu apone na awe salama. Yesu, naomba uzima wako uingie ndani ya watu wako. Naomba uponyaji wako uingie ndani yao katika jina la Yesu. Mwenye shida ya miguu, mwenye shida ya kifua, mwenye shida ya tumbo, mwenye shida ya mifupa, mwenye shida ya kichwa, mwenye shida ya macho, mwenye shida ya masikio, Yesu naomba ponya kwa jina la Yesu. Asibakie mtu na mateso ya ugonjwa. Yesu naomba ukamponye akawe salama kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana, naomba uzima wako na uwe ndani ya watu wako, wakaponywe wale wagonjwa. Mauti una mamlaka, ninakukemea wewe mauti, una mamlaka juu yao. Toka, toka! Ajali za namna mbalimbali, toka, haribika! Una mamlaka, ajali za moto, ajali za magari, za pikipiki, toka, haribika! Una mamlaka kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba uzima wako na utamalaki juu ya watu wako. Yesu, naomba uzima wako uwe juu yao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukawalinde wakawe salama katika jina la Yesu. Bwana, hakuna jambo ambalo linakushinda wewe. Wewe ndiye Bwana wa pekee, Mungu wa pekee. Bwana wangu, wako watu ambao wanaomba hawajui kuhusu uchumi wao, inakuaje? Wakiangalia hawaoni, inakuaje? Hawaoni inakuaje kesho. Wakiangalia wanaona giza tu mbele, wala hawaelewi nini kinaendelea. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba wa uliye mwaminifu mno, naomba Bwana dhihirika kwao katika jina la Yesu. Baba, naomba wape mwongozo, wape mwelekeo mpya, wape mwelekeo mpya mwaka huu Bwana. Wasiishi hayo maisha ya upungufu, maisha ya kutokuwa na utoshelevu. Yesu, tunaomba ukawatetee Bwana Yesu, wapiganie baraka za mikono yao. Wanafanya hizo, maana ndizo ambazo wameweza kufanya kwa sasa. Ni kiwango kidogo, ni kweli, lakini ndio ambayo umewapa neema hiyo. Yesu, nakuomba tokea kwao, naomba wakabarikiwe, naomba wakaongezeke, naomba wakazidi hao watu, naomba wakaongezeke kwa jina lenye uweza, mamlaka na nguvu Yesu Kristo Bwana mapana. Yesu, nakuomba ukaonekane, naomba Bwana ukadhihirike, naomba Bwana ukajionyeshe katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana mama Mwokozi na nguvu zetu. Jehova, ninakuomba Bwana ukaonekane. Yesu, kuanzia leo yeyote aliyetia nia ya kutafuta uso wako, kutafuta wewe Bwana, naomba asiwe wa kawaida. Muongeze kiuchumi, muongeze kiroho, muongeze Bwana kielimu, muongeze mpe kufanya vizuri kwa jina la Yesu. Baba, hata kwenye ndoa yake tia utulivu, neema yako na itawale juu yao katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, tunajikabidhi kwako mikononi takatifu. Tunakuomba Bwana, asante kwa sababu ya vijana wote ambao wameamua kutafuta uso wako, walio vyuoni Bwana, wanasoma vyuo mbalimbali kule UDSM Bwana, IFM, wako wanaosoma vyuo vingine mbalimbali Bwana Yesu, wako ambao wanasoma vyuo vingine mbalimbali na maeneo mbalimbali kwa jina la Yesu. Baba, nakuomba tokea Bwana, wako wanaosoma kozi za injinia, wako wanaosoma udaktari, wako wanaosoma kozi mbalimbali. Yesu, nakuomba
tokea kwao. Wanaosema mambo ya accountant, Yesu tokea kwao, wape neema ya kufanikiwa. Wanaosoma Bwana vitu mbalimbali, Yesu tokea kwao, Bwana umeturuhusu tusome. Yesu nao umetia nia kutafuta uso wako. Baba, usinyamaze, nakuomba katika jina la Yesu. Nimeinua mikono yangu juu mbele zako alfajiri ya leo. Baba, nakuomba tokea kwao wakafanikiwe kwa jina la Yesu aliye hai. Asante mfalme utukufu. In the name of Jesus, my Father, naomba pamoja nao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asante wanapoondoka maeneo mbalimbali kwenda kwenye kazi zao, na kwa wengine kwenda vioni kwenye masomo madarasani, Roho Mtakatifu nakuomba uwe pamoja nao. Yesu, ukawatokee, ukawapiganie kozi wanazosoma, ukawape neema ya kufanya vizuri. Walio mwaka wa kwanza, wale waliokuja kuongeza kwa maana ya kutafuta masters, Yesu naomba neema yako iwe juu yao. Roho Mtakatifu naomba Bwana ukawapiganie, naomba ukawatetee kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walifika mahali pa kukata tamaa kwa sababu wanaona ni kama masomo hayaeleweki, Yesu naomba ukawape neema ya kufanya vizuri kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu, pokea neema ya Bwana wherever you are. In the name of Jesus, receive the grace of Jesus. In the name of Jesus, yes, receive the grace, receive the grace and the power to overcome, power to conquer. In the name of Jesus, is upon you now. Is upon you now. In the name of Jesus. Amen. God bless you. Have a nice day. See you again.